Tulikuwa hapa siku ya jana kumtafuta mmoja wetu aliyepotelea kwa hii damu, na tumejaribu kutoka jana, tumeshindwa. Leo ni siku ya pili tumekuja, na tumekuwa na mwingine, tumesaidiana angalau tuone kama tutapata huyu mmoja wetu aliyepotelea hapa. Naweza omba tu kwa serikali ya kaunti kama tunaweza pata tu usaidizi wa kufunzwa ili tukue na ujuzi ule wa hali ya juu wa kuweza kuogelea kwa maji. Tunaweza shukuru sana tukiwa vijana wa hii area ya Rimunga. Mimi ndio nilipata hii jaga mtoto wangu. Mtoto wa kwanza. Nilijaribu kupigia chief na hakutoka ofisi. Nimeshida kutoka jana saa 5 mpaka saa hizi. Sijapata usaidizi wote kutoka kwa serikali. Na hata saa hii nawalilia mtoto wako kwa mto hajatoka. Maobolezi gani nitafanya? Nikuja hapa kusaidia, nimetoka kwa Kongo. Lakini shida yenye nimepata hapa kwa maji ni mingi sana. Ya kwanza, matope ni mingi na fisiki. Kwa hivyo kisiki ndio kwanza chanzo kubwa cha kufanya hiyo kazi iwe ngumu zaidi. Kwa ajili hiyo mtu aliingia ndani hako na nguo. Kwa hivyo ukiingia chini ndani ya maji ukiwa na nguo, hata ukishikwa tu fali kidogo ni ngumu sana kutoka. Mimi nimesarenda. Nahitaji usaidizi mwingine zaidi ya mimi. Huyu mtu sio ya kwanza kuanguka kwa hii maji. Tumeshakuwa na misiba mingine kama hii. Lakini shida kubwa na tatizo kubwa ni kwamba hii damu wenye wanawezaga kuingia kidogo iko na matope mengi sana na iko na visiki. Na hizi visiki tumeshalalamika kwa wakubwa wetu kama governor na watu yake na MCA wetu anajua, na tukasema kile kitu tungetaka tufanyiwe na ipewe kipaumbele ni hii damu ing'olewe visiki, juu wale huwa wanaingia huwa wanadai kuna visiki. Tungewaomba wakubwa wetu watuonee huruma, sababu sasa kutoka jana hatujafanya kazi ingine na hata saa hii hatutafanya kazi ingine mpaka hii mwili wa huyu jamaa upatikane. Hakuna mtu amekuja kusaidia. Kaunti walifika hapa wakasema hawana namna, hawana kupitia department ya disaster management, hakuna mtu yeyote ameajiriwa kaunti mzima kuweza kusaidia jaga kama hili.